Naam, ahlan wa sahlan wa marhaban bik mtazamaji wa Star TV, ni matumaini yangu buheri wa afya, lakini kama afya yako imeyumba, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema akupe ahueni na kusalimu na kukaribisha katika taarifa ya habari usiku wa hii leo. Miongoni mwa habari tulizonazo siku huu ni pamoja na wakazi wa kijiji cha Nkoanekoli wilayani Meru mkoani Arusha wakabiliwa na changamoto ya upatikanaji wa maji. Mtazamaji, kwa hayo na mengine mengi na kusihi ungane nami hadi tamati. Na mnaweza kufuatilia matangazo yetu kupitia Facebook na YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Jina langu ni Abdullah Uthman, karibu tuwe sote. Mtazamaji barabara, tuanze na habari za kitaifa. Mkurugenzi mtendaji wa Benki ya Maendeleo Tanzania TIB, Deogratius Kiyukwa, amesema uunganishaji nguvu ya pamoja ya taasisi za kifedha katika nchi za Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC utachochea ujenzi wa viwanda vitakavyokuwa chachu ya kukuza maendeleo ya nchi wanachama wa jumuiya hiyo kiuchumi na kijamii. Taarifa Beni Muipaja inasomwa studio. Kiyukwa amesema hayo kando ya mkutano wa 9 wa wiki ya viwanda ya SADC Industrialization Week unaendelea katika kituo cha mikutano cha kimataifa jijini Durban nchini Afrika Kusini. Amesema kuwa TIB ambayo ni taasisi serikali imeshiriki katika mkutano huo kutafuta fursa za kushirikiana na taasisi nyingine za kifedha ndani ya ukanda wa SADC ili kuunganisha mitaji kwa ajili ya kufadhili miradi mikubwa ya maendeleo itakayochangia kufikia lengo la utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 inayotaka uchumi wa Tanzania ufikie thamani ya dola za Marekani trilioni 1 ifikapo mwaka huo. Kupitia TISEZA ambako sasa Tanzania ukianzisha kiwanda kuna manufaa makubwa sana ambayo unayapata, ambayo sasa itaweza kuchangia kwanza kuongeza ajira ya Watanzania, vile vile kupunguza matumizi ya serikali ya fedha za kigeni nje ya nchi, sababu ukiangalia sehemu kubwa ya bidhaa tunaagiza kutoka nje. Sasa tunapoweka viwanda kwenye nchi yetu, matokeo yake ni kwamba tunaisaidia pia serikali kwa upande mmoja kupunguza matumizi ya fedha za kigeni. Kwa hiyo ningewashauri wa Tanzania kuchangamkia hizi fursa mbalimbali. Wakija kwetu TIB tutawaonyesha maeneo ambao wanaweza wakaingia kwenye biashara, na kupitia wenzetu wa TISEZA pia waweze kutembelea na kupata hizo fursa mbalimbali. Tumeingia makubaliano na TISEZA. Manake nini? Manake sasa tutaweza kwa pamoja sisi na TISEZA kushirikiana katika kuhakikisha kwamba Watanzania wanaingia kwenye biashara hizi za hasa kwenye upande wa viwanda na uzalishaji na kukuza vipato vyao na kuongeza ajira kwa Tanzania wengine. Baadhi ya washiriki wa mkutano huo wamebainisha kuwa wamevutiwa na fursa nyingi zinazopatikana nchini Tanzania na kuahidi kutafuta taarifa zaidi za maeneo wanayotaka kuwekeza. Kwa furaha kukutana na ujumbe kutoka Tanzania na tunatarajia kufanya kazi na Tanzania katika miradi mbalimbali hapo baadaye. Tunatazamia kukutana na watu wapya kutoka Tanzania kuelewa upanuzi huu wa miundombinu ya reli pamoja na fursa nzuri na za kipekee zinazotokana na upanuzi huu. Kwa hiyo ninatazamia kwa hamu kufanya kazi na Tanzania. Nimepata fursa na heshima kukutana na mkurugenzi mtendaji. Tumebadilishana mawazo mazuri. Pia kwa msingi huo tumekubaliana kwa pamoja kuwasiliana na kutafuta njia ambazo zitatuwezesha kuleta ujuzi na maarifa kutoka Afrika Kusini kwenda Tanzania. Kwa upande wetu nchini Afrika Kusini tuna mifumo, taratibu na pia maarifa ya uzalishaji wa msingi ambayo yanaweza kuwa na mchango mkubwa katika kuendeleza mnyororo mzima wa thamani. Mkutano wa 9 wa wiki ya viwanda wa SADC umewakutanisha viongozi serikali, sekta binafsi, wawekezaji, taasisi za kifedha, wataalamu na wadau maendeleo kutoka nchi wanachama wa SADC, na unafanyika chini ya kauli mbiu isemayo kukuza viwanda imara, endelevu na jumuishi kupitia maendeleo ya miundombinu, mageuzi ya kilimo na madini kwa ajili ya dunia yenye haki. Na mkuu wa mkoa wa Mwanza Said Mtanda ameagiza kusakwa kwa wanafunzi zaidi ya 500 wilayani Ukerewe ambao wamepangiwa kujiunga na kidato cha 5 lakini bado hawajaripoti katika shule walizopangiwa. Taarifa kamili na Grace Mbise. Katika ziara yake wilayani Ukerewe mkoani Mwanza kutembelea na kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo inayotekelezwa katika kisiwa cha Nansio na Ukara
mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda anakutana na changamoto ya wanafunzi zaidi ya 500 ambao hawajaripoti kidato cha 5 tangu walivyopangiwa. Mkuu wa wilaya, kamanda wa jeshi la polisi, watendaji wa kata na vijiji, ninataka mfanye operesheni kubwa kabisa hapa Ukerewe. Wale wote wanaostahili kwenda shule, tunataka ndani ya wiki 2 wawe wamekwenda shule. Kwa upande wake, makamu mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Ukerewe Salome Moshi akaahidi kushirikiana na madiwani kuhakikisha agizo hilo linatekelezwa. Waheshimiwa madiwani wote watakaa na ODC zao pamoja na wenyeviti wao wa vijiji kuhakikisha watoto wote waliofaulu kuingia kidato cha 5 na cha 6 wanafuatiliwa kwa haraka na kuhakikisha watoto wote wanaripoti mashuleni. Baadhi ya wakazi wa kisiwa cha Ukara katika mkutano wa hadhara wakapata fursa ya kueleza kero zao kwa mkuu wa mkoa ili kutafutiwa ufumbuzi. Inapokuja miradi mara nyingi unakuta vijana wa huku wengi wanakuswa kazi, badala yake wanaajiri watu kutoka Ukerewe na sehemu za Mwanza. Kama hujachanga 5,000 maana yake unalipa 10,000. Maana yake faini inalingana na kiasi ambacho kilikuwa kimewekwa kuchangwa. Sasa watu walikamatwa vitu vyao vingi, basikeli, mabati, mbuzi, watu wakawa wanajitutumua kwa kwenda kukomboa kwa sababu ya zile gharama. Lakini mwisho wa siku fedha zile zikaishia mifukoni mwa watu. Miradi iliyotembelewa ni ujenzi wa hospitali yenye hadhi ya rufaa ambayo inajengwa katika wilaya ya Ukerewe, ujenzi wake ukiwa umefikia 56%, mradi wa maji wa Bukiko uliofikia 90%, ujenzi wa shule ya msingi Bwisya na hospitali ya Bwisya. Mradi unatarajiwa kutoa huduma ya maji safi na salama kwa wakazi wapatao 39,504 wa kata 4 na vijiji vyote 8 vya ukanda. Mradi huu ulianza kutekelezwa tarehe 10 mwezi wa kwanza 2025 na ulitazamiwa kukamilika tarehe 8 mwezi wa 7 2026. Mradi huu unatekelezwa kwa gharama ya shilingi bilioni 26,168,339,404 na senti 69. Hata hivyo, mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda anahitimisha ziara yake kwa kuahidi mradi wa maji kukamilika kwa wakati, kuondoa kero kwa wananchi katika kisiwa cha Ukara. Grace Mbise, Star TV, Mwanza. Tazamaji, tukisalia hapa Mwanza, kwa mujibu wa utafiti wa mradi wa Overdue umeonyesha zaidi ya 75% ya wakazi wa maeneo ya Minuko jijini Mwanza hawajaunganishwa na mtandao wa maji taka, jambo linalosababisha wadau kuunda mtandao wa kusimamia usalama mazingira kwa kushirikisha serikali za mitaa. Taarifa zaidi ni Sharifa Suleiman. Ni kikao kazi kilichozinduliwa na mkurugenzi wa jiji la Mwanza wakili Kiumuni Kibamba, kimejikita katika kuzitafutia ufumbuzi changamoto zinazoikabili jamii ya watu wanaoishi katika mazingira yasiyo rasmi. Kibamba anatoa maelekezo yanayolenga kuimarisha vikundi vinavyotoa huduma za kusafisha na kutapisha vyoo kwa makazi yenye changamoto ya kufikika na mamlaka za maji taka. Kwa hiyo hawa wahandisi wa usafi wa mazingira wanaweza wakatusaidia kutatua hiyo changamoto huko wakilinda nani, lakini wakae kwenye vikundi, tukaangalia umri wao, wale wanao deserve waje tuwape mikopo. Kiongozi wa mradi wa Overdue kutoka Chuo Kikuu cha London, Dr. Pascali Hofimani, anasema matokeo ya utafiti yatasaidia serikali kupanga uwekezaji katika miundombinu ya usafi wa mazingira ili kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. We were able to pilot some strategic actions here in Mwanza, including setting up ambayo inajumuisha wadau mbalimbali kama tunavyoona leo hapa, lakini pia kuweka mfuko maalum kwa ajili ya kuwezesha that makes it more accessible, particularly for people in informal settlements. Katika kikao hicho, wadau wa mazingira kutoka Chuo Kikuu cha Ardhi na shirika la CCI wamesema ili kupanga mipango, matumizi ya teknolojia salama za usafi wa mazingira unapaswa kuimarishwa ili kuondokana na uchafuzi wa vyanzo vya maji. Kwa nini tulianzisha Mwanza Sanitation Forum? Ni baada ya kugundua jamii iliyo kubwa ambao ni asilimia zaidi ya 95 kuwa na mifumo ambayo haiko rasmi. Inakuwa ni rahisi kufanya uchafuzi wa mazingira. Ndio maana tunatoa ari kwamba hata hii
hii asilimia ya watu, asilimia 95 na yenyewe pia iangaliwe katika mifumo na katika mipango. Kutapisha vyoo kwa kutumia njia za manual system. Kwa hiyo hao tumeona kwamba kuna haja ya kuwarasimisha ili tuweze kuwadhibiti vile vile, kwa sababu tukiwaacha hivi wanabeba fecal sludge kutoka mahali hapa wanaenda kumwaga sehemu hapa ambako pengine sio mahali rasmi pa kumwaga. Kikao hicho kilichojikita kutengeneza mtandao wa kuimarisha usalama wa mazingira kimeshirikisha mashirika, taasisi za utafiti, wadau wa mazingira pamoja na viongozi wa serikali. Sharifa Suleiman, Star TV, Mwanza. Uongozi wa kituo kikuu cha mabasi yaendao mikoani cha mkoa wa Tabora umewakamata watu 30 na kuwapiga faini kwa kutupa taka hovyo kituoni hapo, hatua iliyosababisha kuimarisha hali ya usafi wa kujikinga na magonjwa ya mlipuko ikiwemo kipindupindu kwa watumiaji wa kituo hicho. Mwandishi wetu Sunday Kabai ana taarifa hii. Meneja wa kituo hiki cha mabasi cha mkoa wa Tabora, Stanislaus Dutch, amesema hatua hiyo ni usimamizi wa sheria ya usafi na utekelezaji wa maelekezo ya kamati ya usalama ya wilaya ya Tabora baada ya kufanya ziara kushtukiza na kukutana na uchafu uliokisiri. Baada ya mkuu wa wilaya kuja hapa na kufanya operesheni yake, tumehakikisha kuwa tumeandaa mikakati mizuri na tumeandaa adhabu na faini kali kwa wale wote ambao ni wachafuzi wa mazingira yetu, na tumehakikisha kuwa mazingira ya hapa stendi yatakuwa safi kila siku. Baadhi ya watumiaji wa kituo hiki cha mabasi cha mkoa wa Tabora, Elias Malale na Jenny Jeremia, wamesema wapo tayari kuwakamata watakaotupa taka hovyo na kuwafikisha kwenye vyombo vya sheria. Napenda sana wewe mazingira masafi. Ila mchana saizi ukiingia huko ndani, pasafi kweli tutapapenda asubuhi. Ila ikifika jioni, usiku, asubuhi tena ukishakuja, utasema hii kama vile hajafanywa usafi. Ila ninachokuomba mimi kama mimi, wafunge kamera kila kona. Lazima watawabaini. Tunamkamata sisi wenyewe, tunampeleka kwenye vyombo vya habari. Tunamkamata sisi wenyewe, tunampeleka kwenye vyombo vya habari. Yule ya serikali, kwa yule mtu anayetupa taka ovyo, awe abiria, awe raia, awe mfanyabiashara anayefanya biashara humu katikati ya stendi, hakikisha gari siondoke mpaka wazoe uchafu. Kufuatia maombi hayo ya wadau wa kituo hiki cha mabasi mjini Tabora, mkuu wa wilaya ya Tabora Upendo Wela amewataka wasimamizi wa kituo cha mabasi na maeneo mengine kuendelea kutekeleza sheria ya usafi wa mazingira kwa vitendo. Kwa hivyo mimi ukiniuliza, msisitizo wangu ni wao kuendelea kusimamia sheria, na kama ambavyo tumesikia kwamba tayari wameshapata watu 30 ambao walikamatwa wakitupa taka hovyo ama bila kufuata utaratibu. Kwa hiyo hilo ndio linatakiwa liendelee, kwa sababu kama tunavyojua tuna tabia hiyo, wananchi bila kukumbushwa kidogo tuna namna fulani ya kujisahau. Lakini tukiendelea na msimamo huo, manake sasa kila mmoja atakuwa mlinzi na msimamizi wa mwenzake kuhakikisha kwamba anatupa taka kwenye sehemu ambayo imekusudiwa. Msisitizo mkubwa wa watumiaji wa kituo hiki cha mabasi mjini Tabora ni kuziomba mamlaka kuendelea kusimamia sheria ya usafi kwa ajili ya afya za abiria na watumiaji wengine. Sande Kabae, Star TV, Tabora. Asante sana Sande Kabae kwa taarifa hiyo. Zaidi ya shilingi bilioni 33 zimepangwa kutumika katika upanuzi wa kingo za bwawa la Mendo kwa mita 2.5, kuongeza uwezo wa bwawa hilo kuhifadhi maji kutoka lita bilioni 12.6 za sasa na kufikia lita bilioni 22.06 ili kukabiliana na changamoto ya upatikanaji wa maji unaosababishwa na ongezeko la watu. Mwandishi wetu Umari Hussein anafafanua. Ni hafla ya kusaini mkataba utekelezaji wa mradi huo mkubwa unaosimamiwa na Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Morogoro. Mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Malima ndiye mgeni rasmi aliyesimamia makubaliano hayo. Eneo lile lina mipaka ya mita 500, pasiwe na shughuli nyingine yoyote pale isipokuwa hifadhi ya mazingira. Naomba niwaombe wana Morogoro wenzangu, maji yale hayana mwenye maji. Mwenye maji ni sisi wote, wanufaika ni sisi wote pamoja na wao. Kwa hiyo swala la kutunza mazingira na hifadhi ya pale kwenye bwawa la Mindu halina mjadala, no negotiation. Kwa mujibu wa mkataba, mradi huo unatekelezwa kwa kipindi cha miezi 18 kuanzia sasa. Mradi huu utagharimu shilingi bilioni 33 za Tanzania,
na tunatarajia utatekelezwa ndani ya miezi 18. Kwa ufupi, hilo huo ndio mradi ambao leo tunatia saini, lakini kama nilivyosema, lengo lake kubwa ni kuhifadhi maji kwa wingi kuliko uwezo wa sasa, lakini pia kwa kufanya kazi hii tutawezesha sasa kuwepo kwa uhakika na usalama wa maji katika manispaa yetu, na mradi huu kama nilivyosema ni sehemu ya mkakati wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kama ambavyo inaelekezwa katika dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka ya 2050, dira 2050. Kukamilika kwa mradi huo kutasaidia kuongeza hifadhi ya maji, ni sehemu pia ya mkakati wa kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Sisi MORUWASA tutaendelea kubuni interventions mbalimbali za kupanua huduma ya maji ili tuweze kuendana na ongezeko la watu. Na imani sasa mtekelezaji unaenda kuanza kwa kasi inayotarajiwa. Ombi langu tu kwa wakandarasi na wasimamizi, basi tutafanya kila linalowezekana tupate mradi ulio bora, lakini pia ukamilike katika muda ambao umepanga kukamilika. Kwa zaidi ya 75% ya upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama kwa wakazi wa manispaa ya Morogoro inategemea bwawa la Mindu. Mradi huo mkubwa unalenga kukabiliana na ongezeko la idadi ya watu ili kukidhi mahitaji ya sasa na baadaye. Kutoka hapa mkoani Morogoro, Omari Hussein wa Star TV. Ukulima wilayani Magu mkoani Mwanza wametokea kulima kilimo ekolojia ili waweze kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Magu mkoa wa Mwanza Edward Kihamba ametoa kauli hiyo wakati akiongoza madiwani wa halmashauri hiyo katika ziara ya kimafunzo ya kilimo cha mazao mbalimbali yakiwemo mahindi katika eneo la 8 lililoko Nyemuhongolo wilaya Ilemela. Na ili wakapate kuwa matajiri wanapaswa kuwa wakulima wa kisasa wanaotumia zile mbinu sahihi kama hizi zilizowezeshwa. Mimi niendelee tu kuwaomba wataalamu wetu na wakuu wa idara mbalimbali ambao umejumuika kwenye ziara hii fupi ya kimafunzo kwamba haya ambayo tunaelekezwa hapa tuyapeleke sasa kule kwa wakulima wetu. Nao baadhi ya madiwani walioshiriki katika ziara hiyo wameridhishwa na namna ambavyo wataalamu wameandaa shamba darasa na kuahidi kwenda kulitumia kwa tija katika kata zao. Kwanza ni kwenda kushusha ile elimu kwenye kamati zetu za maendeleo ya kata zinaitwa ODC. ODC tunao wajumbe ambao wanatokana na hayo maeneo kwa maana ya wenye viti wa vijiji pamoja na wajumbe wa serikali za vijiji. Na tutazidi kuwahimiza wananchi waweke mbolea ya samadi ambayo ni mbolea ya jamii na ni mbolea ya jadi. Tulipoanza kuchanganyiwa tu mbegu, sasa hivi za kwetu hazivi. Mkurugenzi wa taasisi ya Governance Link Daktari Donald Kasongi amesema baada ya kupitia mradi huo wana uhakika kuwa wataona namna ya kuongeza eneo la mradi ili wakulima wengi wapate elimu zaidi. Tutashirikiana na halmashauri kwa maana ya wataalamu lakini na viongozi wetu wa jamii kuweza kupanga namna ya kupanua shughuli zetu. Tutakwenda wapi, tutafanya kazi na nani, tutakwenda kwenye kata ngapi, tutafanya kazi na jamii ya namna gani, lakini tuna uhakika tutapanua eneo la programu. Katibu wa mradi wa Daka wilaya Magu Kelvin Makene na afisa kilimo wa halmashauri hiyo Baguma Linusi wanaona ziara hiyo imekuwa na mafanikio, huku mtaalamu wa udongo kutoka shirika la Tahea Bundala Ramadhani akionyesha shamba darasa litakalotumika katika maonyesho ya 8. Namna njema ni kuweka zile mbinu sahihi za kilimo, lakini pia namna nzuri ya utunzaji wa mazingira kwenye maeneo ya ziwa, maeneo yote ya mito, maeneo ya vilima ambayo yanatakiwa kuwa hifadhi. Sisi wakulima wetu wamekuwa wakijifunza kwa vitendo, ndio maana tunachukua fursa ya kuonesha shamba darasa hivi vidogo vidogo ili na wao waende kwenye maeneo yao watekeleze kwa njia ya mashamba ya mfano. Tunadaiwa samadi kwa wingi. Hizi mbili changamoto. Watu hawatumii samadi. Ziara hiyo imewashirikisha madiwani wa halmashauri ya wilaya Magu, wataalamu wa sekta mbalimbali katika mradi huo wa Daka unaotekelezwa katika kata 8 za halmashauri hiyo kwa awamu ambao utafikia tamati mwaka 2027. Meya wa manispaa Kibaha Dr. Nikes Mawazo amezindua programu ya ufundishaji njia ya kidijitali katika shule ya sekondari Bundikani, hatua inayolenga kumwezesha mwalimu kufundisha shule nyingi kwa wakati mmoja, mwanafunzi kujifunza kisasa na hivyo kuboresha ubora wa elimu nchini. Josephine Mwiswaga ana taarifa hii. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa programu hiyo, Meya wa manispaa ya Kibaha Dr. Nikes Mawazo
Wamesema serikali imetambua umuhimu wa teknolojia katika sekta ya elimu na ndio maana imewekeza miundombinu ya ufundishaji kwa njia ya kidijitali, ikiwa ni mkakati wake wa kuongeza ufaulu na kukabiliana na idadi ndogo ya walimu katika kada ya sayansi, ambapo programu hiyo inamwezesha mwalimu mmoja kuweza kufundisha shule zaidi ya 100 kwa wakati mmoja. Mkurugenzi wetu ndiye muasisi wa mfumo wenyewe na tumeanza kufanya hapa kwetu, na Wizara ya Elimu tunaiomba kama itawapendeza basi ifanyike kwa nchi nzima ili kurahisisha kuondoa kwanza uhaba wa walimu hasa wa sayansi, lakini pia kuwafikia watoto wetu haraka na kutumia walimu ambao wana ubobevu kwenye maeneo hayo. Mkurugenzi wa Manispaa ya Kibaha Mrisho Mlela na afisa elimu wa sekondari Manispaa ya Kibaha Teresia Charles wakazungumzia mkakati wa serikali kuanza kutumia mfumo wa kidijitali katika ufundishaji. Darasa hili linatoa upungufu wa walimu. Nitoe tamko kupitia hadhara hii kwamba kupitia baraza lako la madiwani tutaweka pesa, tutatenga pesa za kutosha ili tuweze kujenga madarasa janja kwenye shule nyingine zote za sekondari katika manispaa yetu. Kwamba mwalimu mmoja anaweza akafundisha wanafunzi wengi katika hiyo shule kwa wakati mmoja, na sio hilo tu, anaweza pia akafundisha wanafunzi ambao wako nje ya shule hii. Mkuu wa shule ya sekondari ya Bundikadi Mwalimu Benadi Torokoko na mwalimu wa programu ya darasa janja Flosifa Mwanjala wanazungumzia mafanikio wanayopata kielimu tangu kuanza kwa programu ya darasa janja. Changamoto kubwa ambayo itaondoka hapa kama mwalimu alivyoelezea wakati anatoa maelekezo ni kuondoa tatizo la walimu au mrundikano wa wanafunzi au mwalimu kutotumia nguvu nyingi kufundisha tofauti. Nchi yetu ya Tanzania tumekuwa na changamoto ya muda mrefu kuhusu walimu wa masomo ya sayansi, lakini kwa kupitia teknolojia hii inaweza kusababisha kwamba mwalimu mmoja akaweza kufundisha shule zaidi ya 100 zilizopo nchini Tanzania. Uzinduzi wa programu ya darasa janja pia ulienda sambamba na meya wa manispaa hiyo Dr. Nikasi Mawazo kutoa tuzo kwa mkurugenzi wa manispaa ya Kibaha Dr. Rogers Shemwikileka ambaye ndiye muasisi wa programu ya darasa janja nchini. Nikiripoti kutoka mkoani Pwani ni Josephine Mwaiswaga wa Star TV. Tukielekea mkoani Tanga, vijana wametakiwa kuwa wabunifu na kutumia pasavyo fursa zinazotolewa na mashirika mbalimbali ya maendeleo ili kujiongezea kipato na kujikwamua kiuchumi sambamba na kushiriki katika shughuli za uhifadhi wa mazingira. Taarifa zaidi na kwenye Sofu. Vijana kutoka wilaya za Mkinga, Handeni, Kilindi na Pangani wamekutana katika kongamano la kuimarisha ushiriki wa vijana katika uhifadhi wa mazingira na maendeleo endelevu kupitia mradi wa ardhi Tanga. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Tanga, katibu tawala msaidizi sehemu ya uwekezaji, viwanda na biashara Peter Rochi amewahimiza vijana kutumia ubunifu na maarifa wanayoyapata kupitia miradi ya maendeleo kujiajiri na kuchangia maendeleo ya jamii. Kwa vijana na wasihi muendelee kuwa vinara wa mabadiliko katika jamii zetu, msiwe wasubiri wa fursa, muwe wabunifu, wachapakazi na walinzi wa mazingira. Naye mwakilishi wa shirika la Division kutoka nchini Ireland, Aidan Sinoti, amesema ameridhishwa na namna vijana wa Tanga walivyokuwa mstari wa mbele katika uhifadhi wa mazingira na utoaji wa elimu kwa jamii, huku akiahidi kuendeleza ushirikiano kati ya Tanzania na Ireland katika kuwawezesha vijana. Because from what I've seen of the youth here in Tanga, they are the champions for environmental action and they are the ones taking the leadership in this sector. Kwa upande wake, meneja wa mradi wa ardhi Tanga Benson Mseli amesema mradi huo umewawezesha vijana kuanzisha shughuli za ufugaji wa nyuki, utengenezaji wa mkaa mbadala na majiko banifu, hatua inayochangia kupunguza uharibifu wa misitu na kuongeza kipato kwa wanufaika. Lengo la kwanza limekuwa ni kubadilisha mtazamo, watu waweze kupenda, kufurahia na kutunza mazingira yao pamoja na rasilimali za misitu. Mradi wa ardhi Tanga umeweza kuhimiza baadhi ya shughuli kama vile ufugaji wa nyuki. Tumeona pia shughuli za kilimo endelevu, lakini pia tuna uzalishaji wa mkaa mbadala. Na hapa baadhi ya vijana walionufaika na mradi huo wanaeleza mbinu mbalimbali ambazo zimewasaidia kufikia malengo. Mbinu tulioipata
ambayo tunatakiwa tuiendeleze ni mbinu ya uundwaji wa vikundi. Yaani vikundi vimetusaidia sana. Vijana wanapaswa kupewa nafasi katika vyombo vya maamuzi katika ngazi mbalimbali ikiwemo katika mabaraza ya mazingira. Umepata elimu ni nzuri, usikae nayo elimu hiyo nyumbani kwako. Queen Yusufu, Star TV, Tanga. Na mkwingineko, wanafunzi wa shule za msingi na sekondari wametakiwa kutumia tehama kujijengea weledi na kukabiliana na ushindani katika soko la ajira wanapomaliza masomo yao badala ya kutumia kwa matumizi yasiyo na tija. Renatus Masugudiko ana taarifa hiyo. Wito umetolewa na Diwani Yohana Buhabi wa kata ya Mugusu katika manispaa ya Geita mkoani hapa wakati akikabidhi kompyuta 43 zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 18 kwa shule ya sekondari ya Mugusu ambazo amezinunua akisaidiwa na wadau wake. Niwashukuru sana wadau wa maendeleo kwenye kata yetu ya Mugusu ambao kwa wazo langu hili waliona ni vyema waniunge mkono. Kipekee kabisa nianze na Mugusu Miners ambao wao walituchangia kompyuta 10. Kwa katika hizi kompyuta 43 ambazo leo tunazikabidhi, basi 10 walichangia Mugusu Miners. Lakini pia nawapongeza sana wale ambao wameamua tushikane mkono kuhakikisha darasa hili linakamilika kwa future ya vijana wetu na watoto wetu, hasa kulingana na kasi ya maendeleo ya dunia yetu ambayo inataka kila mtu awe mjanja kulingana na teknolojia inavyoenda. Akizungumzia hatua hiyo, mgeni rasmi mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigera katika taarifa yake iliyosomwa na mkurugenzi mtendaji wa manispaa ya Geita Jeffrey Muyenzi, kwa niaba yake amewataka wanafunzi na walimu kutumia vifaa hivyo kwa malengo yaliyokusudiwa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa ambaye ndiye alikuwa awe mgeni rasmi hapa ameelekeza walimu na wanafunzi wa shule hii, hakikisheni kwanza mnavitumia vifaa hivi kwa makusudi na malengo ambayo Mheshimiwa Diwani ametoa. Isiwepo tena leo tunaviona viko hapa, kesho viko mahala kwingine kwa ajili ya matumizi ambayo hayakusudiwa. Vitumike kama vilivyokusudiwa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa ameelekeza pia hivi vifaa vitunzwe. Mkuu wa shule ya sekondari ya Mugusu Sancho Lwemamu na wanafunzi wa shule hiyo Shija Sharifu na Martin Juma wanazungumzia manufaa ya ujio wa kompyuta hizo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kompyuta hizi zitakuwa na manufaa yafuatayo. Moja, wanafunzi watajifunza matumizi ya msingi ya kompyuta na intaneti mapema. Pili, wanafunzi watapata nyenzo nyingi za masomo, vitabu vya mtandaoni na majarida kwa urahisi. Tarakilishi hizi ambazo zitatusaidia katika kurahisisha zoezi la ufundishaji na ujifunzaji. Zitatusaidia katika mfumo wetu wa kujisomea, kwani tutapata material mbalimbali za kuweza kujisomea kupitia kompyuta hizi. Kutoka mkoani Geita, Renatus Masugudiko, Star TV. Na mtazamaji, tukisonga mbele, kukua kwa maendeleo ya teknolojia na utafiti unaongozwa na ubunifu wa vijana kwenye sekta ya afya na sayansi kunatajwa kuwa suluhisho la changamoto za utabibu wa magonjwa mbalimbali yanayoikabili jamii nchini. Tupate taarifa zaidi. Hayo yanajiri kwenye uzinduzi wa msimu wa 6 wa programu ya kusaka vipaji vya vijana wa ubunifu shuleni wanaosoma masomo ya sayansi yanayoendeshwa na taasisi ya wanasayansi chipukizi Tanzania YST kwa kushirikiana na benki ya Exim. Mwanzilishi mwenza wa taasisi hiyo Dr. Gosbert Kamugisha amesema changamoto ya upungufu wa rasilimali fedha na uelewa mdogo wa jamii kuhusu umuhimu wa kuwekeza katika vijana wa ubunifu umechangia kushusha hali kwenye kada hiyo. Kila kijana wa Kitanzania aliyoko sekondari
kila akiona tatizo kwenye jamii yake aanzi kuwaza kwamba serikali inakujaje kutatua tatizo hili, au mzungu msaada kutoka Ulaya unatoka wapi? Hapana, kitu cha kwanza kinachomjia kichwani, nimesoma biology, nimesoma physics, nimesoma computer science. Hivi kwa kutumia kile nilichofundishwa darasani, tatizo hili ambalo naliona kwenye jamii yangu, labda ni wadudu wanavamia mazao shambani, naweza kulitatua kwa njia gani? Kwa upande wake, mkuu wa masoko na mawasiliano wa benki hiyo Kauthari Disoza amesema kuwawezesha vijana ni msingi wa kujenga taifa lenye ushindani na maendeleo endelevu. Ushirikiano huu unaleta umuhimu wa kuwapatia vijana fursa za kujifunza, kufanya utafiti na kuendeleza ubunifu kama nilivyotangulia kusema. Kwa kuwekeza katika elimu na kukuza vipaji vyao leo, tunasaidia kujenga msingi imara wa maendeleo ya Tanzania ya kesho. Aidha, zaidi ya miradi 1330 imewasilishwa kutoka katika shule 287 za sekondari nchini, ambapo miradi 162 imeingia katika hatua ya tathmini ya mwisho, huku miradi 45 bora itashiriki katika maonyesho ya kitaifa ya sayansi na teknolojia yatakayofanyika Septemba 17 mwaka huu. Mbwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam. Na wakazi wa kijiji cha Mkoani Koli, kata ya Mkoani Koli, wilaya Meru, mkoani Arusha, wanakabiliwa na changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama na kuiomba bonde la Pangani kuwasaidia kuondokana na changamoto hiyo kwa kutumia vyanzo vya maji vilivyo karibu na kijiji hicho. Diana Rose Charles ana taarifa hii. Kata ya Mkoani Koli ipo katika safu ya mlima Meru, ambapo wakazi wa vijiji vilivyopo katika kata hiyo licha ya kuzingirwa na vyanzo vya maji kwa wingi, lakini wamejikuta wao sio wanufaika wa vyanzo hivyo. Miaka nyuma tulikuwa tunachota maji kwa kutumia ndoo kwenye mito, lakini baadaye tukapata maji ya kuchota kwenye bomba. Lakini changamoto ambayo tulikuwa tumepata, tunatumia pampu. Sasa ile pampu mara nyingi inakuwa na changamoto. Siku ile pampu imeharibika, wananchi wanakosa maji. Kwa hiyo sasa wanakuta wanarudia tena kwenda kwenye chanzo kule, kwenda kuchota maji kwenye chanzo cha maji. Hata haya maji yanayopigwa na pampu kwa kweli yanafika siku moja ile. Ina maana leo tunakuwa na maji leo, mtu akiwa kama amepata dharura, kama maji yamekuja kwa wakati hayupo nyumbani, ina maana kesho yake hana maji. Kwa maana hiyo sasa inakuwa kwa kweli tunaathirika kwa hali ambayo si ya kawaida. Mwalimu Nikodem Mbise ni diwani wa kata Mkoani Koli, anasema namna ambavyo wakazi wa kata hiyo wanavyotaabika katika upatikanaji wa maji. Kijiji cha Mkoani Koli, kata ya Mkoani Koli, tunahitaji maji tiririka. Tuna maji kwenye kata yangu, nina vyanzo zaidi ya 9 vyanzo vya maji. Ninalisha zaidi ya watu 800,000 kwenye kata yangu. Lakini ubaya vile vyanzo ni kwamba viko chini na watu wangu wako juu. Kwa hiyo makazi ya watu wengi wako juu na vyanzo viko chini. Kwa hiyo kuwahudumia inakuwa ni ngumu. Tunatumia mashine, tunatumia mota kupandisha, tunatumia umeme kupandisha ile maji kwenda kwa wananchi, ambayo inatusababisha gharama inakuwa kubwa sana. Tunalipa unit moja shilingi 1400. Na kwa jinsi ambavyo tunaendelea kwenda tafika mahali tutambona 2000 kwa sababu maisha yamepanda. Kutokana na changamoto hiyo, mkurugenzi wa bonde la Pangani mwenye mamlaka ya usimamizi wa rasilimali maji pamoja na jopo la wataalamu wakafika na kujionea chanzo cha maji kitakachowezesha kuwasaidia wakazi wa kijiji cha Mkoani Koli kupata maji. Sisi tumekuja hapa kukitembelea chanzo hiki, tumefurahi kwanza tumekiona. Wataalamu wangu pale wanafanya vile vipimo vinataka kutueleza tukiweka tenki hapa la lita 1000 litajaa kwa muda gani? Basi umeona ndio majibu ya vipimo vile wanavyofanya. Tukichukua haya maji hapa kwa siku nzima yanakitirika hivi yanazalisha kiasi gani? Diana Rose Charles, Star TV, Kilimanjaro. Na mtazamaji, taarifa hiyo kutoka kwa Diana Rose Charles inatupeleka mapumziko mafupi. Nitakaporejea hapa tutakuwa ni wasaa jicho letu mkoani. Mteja
wa Star Times Dish. Lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima, na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E+. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me, ni kila siku saa 4:30 usiku, huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa decoder ya dish utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Upate wapi kwingine? Tumejiamulia kukupa raha. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona listi za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God ilirahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. The future is intelligent. The future is here. Are you ready to shape the world with artificial intelligence? At St. Joseph University in Tanzania, study the Bachelor of Science in Artificial Intelligence and Machine Learning with cutting-edge tools, hands-on experience, and globally recognized certifications. Graduate with more than just a degree in artificial intelligence and machine learning, Intel and NEC professional certificates, and the skills to lead tomorrow's digital world. Join the next generation of innovators. St. Joseph University in Tanzania, where your dreams are nurtured. Karibu sana mtazamaji katika hudi wa saa jicho letu mkoani. Kukamilika kwa daraja la mawe linalounganisha vijiji vya Gindiniga na Ngesamo wilayani Busega mkoani Simiyu kumemaliza adha ya kuvuka kwa mto wakati wa masika iliyokuwa ikiwakabili wakazi wa eneo hilo kwa muda mrefu sasa. Taarifa zaidi ni Shabani Lupimo. Kwa miaka mingi wakazi wa eneo hili walikuwa wanakabiliwa na changamoto ya kuvuka mto wakati wa mvua, hali ambayo wanasema ilikuwa inahatarisha maisha na kuathiri huduma muhimu. Tunateseka kipindi tunaenda shule, mto ukijaa tulikuwa tuendi shule. Kwa sababu hapo tulikuwa tunasitisha masomo yetu. Na mto ukijaa hakuna kupita, hata mna mgonjwa hakuna kupita, hata shule hawaendi. Mpaka mvua katika maji ndio waenda hata shuleni hata Kininika. Changamoto hii imeondolewa baada ya serikali kupitia wakala wa barabara za mjini na vijijini TARURA kujenga daraja la mawe kwa gharama ya shilingi milioni 254. Ujenzi wa daraja la mawe umegharimu jumla ya shilingi milioni 254,443,000 kutoka Benki ya Dunia kwa ajili ya maendeleo. Tunayo madaraja mengi ya namna hii kwa kazi kubwa ambazo Daktari Samia Suluhu amefanya kwenye jimbo letu la Busega. Tunalo hili daraja, lakini tunalo madaraja mengine hata kule Lutubiga tunalo la milioni 324. Kazi kubwa ya Daktari Samia imefanyika. Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru 2026 Wazo Mwang'onda anakagua mradi huu na kuweka jiwe la msingi baada ya kuridhishwa na ubora wake. Madaraja hili ni kubwa, lina midomo 12, lakini limetumia fedha ndogo sana, milioni 250. Huko tulikopita tumekutana na madaraja mengi sana, yanatumia fedha nyingi sana. Hapa ametumia fedha kidogo, kwa tunawapongeza kwa uzalendo wenu. Mwenge wa Uhuru pia umezindua jengo la mama na mtoto katika hospitali ya wilaya ya Busega lililogharimu shilingi milioni 500 kwa ajili ya kuboresha huduma za afya. Huu unaweza kuhudumia wazazi 50 kwa wakati mmoja ukilinganisha na wodi ya awali iliyokuwa ikitoa huduma kwa wazazi 14 kwa wakati mmoja. Sasa hivi hatuhangaiki kutafuta private. Hatuhangaiki kwamba sijui nipeleke KCMC, sijui rufaa, sijui wapi. Mradi huu uko bora sana. Kwa mimi niwapongeze waliosimamia. Mhandisi aliyesimamia nimemwona ni mwanamke. Kwa ujumla Mwenge wa Uhuru 2026 umekagua miradi 7 ya maendeleo wilayani Busega yenye thamani ya shilingi bilioni 73.7. Shabani Lupimo, Star TV, Simiyu. Mtazamaji, habari za biashara na uchumi zitafuata. Star
Bank sasa wamekuletea huduma ya PBZ Lipa Hapa. Fanya malipo ya bidhaa na huduma mbalimbali kupitia simu yako bila kuwa na pesa mkononi kwa kutumia PBZ Mobile App, mitandao ya simu na mabenki mengine. Scan QR code ama andika nambari ya biashara kwa kutumia simu yako. Weka kiasi, thibitisha muamala, kisha ingiza nambari ya siri. Malipo yako yatakamilika. Na kwa sasa tumesogeza huduma zetu mpaka mkoani Arusha na Tanga. Mikoa mingine tuliowafikia ni pamoja na Dodoma, Mwanza, Mbeya, Morogoro na Mtwara. PBZ Bank, benki ya watu, chaguo la watu. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kubaki nasi. Karibu katika habari za biashara na uchumi. TIB Rasilimali na kampuni sheria Breakthrough Attorneys zimesaini makubaliano ya kimkakati yatakayowezesha utoaji wa huduma za usimamizi wa amana maalum, hatua inayoendana moja kwa moja na mwelekeo wa dira ya taifa ya maendeleo ya Tanzania mwaka 2050. Makubaliano hayo yanatarajiwa kuimarisha ulinzi wa mali, usimamizi wa uwekezaji na mipango ya urithi kwa watu binafsi, familia, wawekezaji, taasisi na mashirika nchini, huku ikichochea ukuaji wa sekta ya fedha na masoko ya mitaji. Mkurugenzi mkuu wa TIB Rasilimali, Brighton Kinemo, amesema huduma hizo zitawezesha Watanzania kulinda mali walizozitafuta, kupanga urithi kwa misingi ya kisheria na kuhakikisha biashara na uwekezaji vinaendelea hata baada ya mabadiliko ya umiliki. TIB Rasilimali imeleta huduma ya amana maalum kwa ajili ya watu wote. Hii inamaanisha kwa Kiingereza trust services. Haijalishi watu wenye kipato kikubwa au kipato kidogo, wanaweza wakawezesha utajiri wao kuhama kizazi na kizazi kwa kutumia huduma hii ya amana maalum. Kwa sababu tunashirikiana na Breakthrough Attorneys, tunahakikishia Watanzania kwamba sheria zipo ambazo zitakuwa zinahakikisha kwamba huduma hii inatolewa kwa ufanisi mzuri na ufanisi mkubwa zaidi. Kwa kupitia partners wetu watahakikisha kila kitu ambacho kinatakiwa kiwepo kitakuwa salama na huduma zote zitatolewa ndani ya wakati sahihi. Naye mshirika mkuu wa Breakthrough Attorney Vintan Mbiro amesema kuunganishwa kwa utaalamu wa sheria na usimamizi wa uwekezaji kutatoa suluhisho jumuishi kwa wateja wanaotaka kulinda, kukuza na kuhamisha mali zao kwa vizazi vijavyo. Amesema huduma hizo zitazingatia misingi ya sheria, uwazi na uwajibikaji, hivyo kuongeza imani ya wawekezaji na kusaidia kupunguza migogoro ya urithi na umiliki wa mali. Na sisi upande wa Breakthrough Attorneys tuna utaalamu wa kisheria na biashara, na kwa sababu tumeshafanya mambo haya kwa njia nyingine, kwa hiyo inatupa nafasi nzuri sana sasa ya kuweza kuunganisha utaalamu wetu na utaalamu wa TIB Rasilimali ili kuweza kutoa suluhisho ambalo kwa siku nyingi lilikuwa halipo. Tunaamini kwamba huu ni mwanzo tu. Tunaamini kwamba kuna nafasi nyingine nyingi tu ambazo tutaungana na kuleta utaalamu. Makubaliano hayo yanafungua ukurasa mpya katika maendeleo ya huduma za kifedha nchini kwa kupanua wigo wa bidhaa za uwekezaji na usimamizi wa mali. Angela Matayo, Star TV, Dar es Salaam. Na Umoja wa Ulaya kwa kushirikiana na benki ya NMB ametoa fedha kiasi cha shilingi bilioni 2.6 kwa ajili ya kuwezesha miradi ya vyombo vya moto vinavyotumia umeme, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kutunza mazingira na kupunguza gharama za uendeshaji. Hayo yamejiri jijini Dar es Salaam katika hafla ya utiaji saini makubaliano ya utekelezaji wa mradi huo unaokusudia kuwanufaisha wafanyabiashara wenye mawazo bunifu ya kutumia vyombo vya moto vinavyotumia umeme ambao wamekosa mitaji. Na katika mradi huu tunategemea pia kufikia businesses zaidi ya 100, lakini pia tuendelea, mradi huu pia utakuwa ukifanya incubation program kama kutoa elimu ya biashara, elimu ya ujasiriamali kwenye zile biashara ambazo zipo kwenye mnyororo mzima wa e-mobility. Tunalenga kusaidia wajasiriamali wenye ubunifu au wazo zaidi ya 15 ambao tutawapa ufadhili wa ruzuku pamoja na mkopo kutoka NMB Foundation na NMB Bank. Lakini pia tuna target kusaidia wajasiriamali zaidi ya 8 ambao tayari wana makampuni yao
na wanataka kupanua biashara zao. Ni sekta ambayo kama itafanikiwa, maana yake tutaondokana na matumizi ya vitu kama petroli, especially kwenye hizi public transports. Kwa hiyo ukiacha kutumia petroli, maana yake una address issue ya carbon emissions, right? Kwa hiyo ni product ambayo ni muhimu kwenye environment, ambayo ndio sustainable, lakini ndio future ya kwenye maendeleo. Mradi huo kwa sasa umeanza kutekelezwa katika jiji la Dar es Salaam, ukihusisha magari ya umeme, bajaji na pikipiki. Adam Ruhomwa, Star TV, Dar es Salaam. Mtazamaji, baada ya mapumziko mafupi, habari za mataifa mbalimbali zitafuata. Watu wana mengi sana ya kuongea kuhusu maisha yangu. Watu wanadhani wananijua sana, ila bado hamjanijua. Siku zote umbea uenea kasi kuliko ukweli. Ulisikia umbea, sasa jua ukweli. Ailis, msimu wa kwanza kuanza Ijumaa saa 2 usiku kupitia Maisha Magic Bongo pekee, DSTV channel 160. Na Rais wa Marekani Donald Trump amesema bodi ya amani imefikia makubaliano ya kupokonya silaha kabisa Hamas na makundi mengine yenye silaha ukanda wa Gaza. Charles Machugu na undani wa habari hizi. Taarifa hii sio ngeni masikioni ama machoni pa wafuatiliaji wa mzozo huu wa muda mrefu. Rais Donald Trump ametangaza mpango wa amani wa Gaza unaohusisha upokonyaji wa silaha, uondoaji wa Israel na kikosi cha usalama cha kimataifa, huku Hamas ikisema itapokonya silaha tu baada ya vikosi vya Israel kuondoka. Kwa hatua hiyo, Israel itajiondoa kutoka Gaza wakati upokonyaji wa silaha umekamilishwa, na kuyataja makubaliano hayo kama hatua muhimu kuelekea Gaza hatimaye kutawaliwa na serikali mpya ya Palestina. Afisa mkuu wa Hamas amesema kuwa wao wamekubali mpango wa kupokonya silaha kabisa huko Gaza na kwamba taarifa rasmi itatolewa hivi karibuni, ingawa Israel bado haijatoa maoni yake. Taarifa hii imekuja baada ya vyanzo vinavyofahamu mazungumzo yanayoendelea kupitia wapatanishi mjini Cairo kuwa Hamas ilikuwa inapiga hatua kuelekea makubaliano yatakayohusisha kuvunjwa kwa uwezo wake wa kijeshi kupitia mchakato wa kupokonywa silaha. Suala la Hamas kuweka silaha chini limekuwa mojawapo ya vikwazo vikubwa katika utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas ambayo yamekuwepo tangu mwezi Oktoba. Licha ya makubaliano hayo ya kusitisha mapigano, mashambulizi yameendelea kuripotiwa katika ukanda wa Gaza. Tukiangazia mzozo wa Mashariki ya Kati, bei ya nishati ya mafuta duniani imeshuka kwa zaidi ya 6% baada ya Marekani na Iran kusitisha mashambulizi mwishoni mwa wiki, baada ya wiki 2 za mashambulizi makali, na kuibua matumaini ya suluhisho la kidiplomasia ambalo lingepunguza mzozo huo na kuruhusu usafirishaji kuendelea katika mlango wa bahari wa Hormuz. Hatua hii imesababisha matarajio ya kupungua kwa bei za mafuta sokoni, huku wakulima na wafanyabiashara wakitarajia hali ya usalama kuwa nzuri zaidi. Tazamaji, habari za michezo na burudani zitafuata. Watu wana mengi sana ya kuongea kuhusu maisha yangu. Watu wanadhani wananijua sana, ila bado hamjanijua. Siku zote umbea uenea kasi kuliko ukweli. Ulisikia umbea, sasa jua ukweli. Ailis, msimu wa kwanza kuanza Ijumaa saa 2 usiku kupitia Maisha Magic Bongo pekee, DSTV channel 160.
Msomaji, karibu katika habari za michezo na burudani. Tuanzie Geita ambako wilaya Bukombe imeandika historia mpya katika sekta ya michezo baada ya kukamilika kwa uwanja wa kisasa wa Bukombe ambao umeidhinishwa rasmi kutumika kwa mechi za ligi kuu Tanzania bara na kuwa uwanja wa nyumbani wa timu ya Geita Gold FC. Salma Mrisho huyo hapa. Uwanja huo unaomilikiwa na halmashauri ya wilaya Bukombe uliopo katika kata ya Katente tarafa ya Ushirombo umejengwa kwa viwango vinavyokidhi mashindano ya ligi kuu. Una uwezo wa kubeba mashabiki 5,000 wakiwa wamekaa. Mkuu wa wilaya ya Bukombe Pascas Mulagili amesema kukamilika kwa uwanja huu ni utekelezaji wa ahadi ya Mheshimiwa Rais ya kuboresha miundombinu ya michezo na kuleta maendeleo kwa wananchi. Nataka niwahakikishie sehemu ya kuchezea mpira yani pitch imechukua viwango vya kimataifa. Ni sehemu ambayo ina viwango vya daraja la kwanza ya viwango vya FIFA. Wanaojua viwango vya FIFA daraja la kwanza watajua uwanja utakuwa na kiwango cha namna gani. Na huu ni uwanja ambao umefungwa nyasi za bandia. Kwa hiyo ni viwanja vyenye daraja la kwanza ya katika viwanja vyenye nyasi za bandia. Kwa hiyo ni sehemu ya kwanza ambayo ni sehemu ya pitch. Kwa mujibu wa mkuu wa wilaya, amesema mechi ya kwanza ya ligi kuu Tanzania bara katika uwanja wa Bukombe inatarajiwa kuchezwa usiku wa Agosti 22 kati ya Geita Gold dhidi ya Kagera Sugar, na itakuwa ni mara ya kwanza kwa wananchi wa Bukombe kushuhudia mchezo wa ligi kuu katika uwanja huo. Na tumejengewa uwanja mzuri wa kisasa ambao unatupa heshima sisi wana Bukombe, na bahati nzuri pamoja na uwanja huu kuwepo katika eneo letu tayari uwanja huu umekubalika kutumia katika ligi kuu ya Tanzania. Na wote mtafahamu mkoa wetu wa Geita umebahatika kupata timu ambayo imeingia ligi kuu, na hiyo ni Geita Gold. Na uwanja wake wa nyumbani katika mashindano yote ya ligi utakuwa ni uwanja huu wa hapa Bukombe katika mji mdogo wa Ushirombo. Na kazi kubwa ambayo imefanya Mheshimiwa mbunge ndiye aliyesimamia jitihada zote za ujenzi wa uwanja huu kwa kuhusisha wafadhili mbalimbali, na kazi hiyo aliifanya baada ya kupewa ridhaa na Mheshimiwa Rais mwenyewe. Kukamilika kwa uwanja wa Bukombe kunatarajiwa kuongeza fursa za ajira, kukuza biashara ndogo ndogo, kuongeza mapato ya halmashauri na kuimarisha uchumi wa wananchi kupitia shughuli mbalimbali zitakazoambatana na michezo ya kiwango cha juu. Kama Bukombe tumepata bahati ya uwekezaji wa uwanja mkubwa wa namna hii ambao unakwenda kufungua fursa mbalimbali. Sisi binafsi tunajisikia fahari kwa sababu hapo awali tumekuwa tukipata changamoto kubwa sana ya viwanja katika mkoa wetu, kiasi ambacho tulikuwa mara nyingi tunabadili viwanja hasa kwenye mechi kubwa tunatoka nje ya mkoa wetu, lakini sasa tumepata uwanja huu utatusaidia sana mechi hata kubwa za Simba na Yanga, hata mechi za kimataifa kuchezwa ndani ya mkoa wetu. Aidha, Agosti 4 kutakuwa na shamra za ufunguzi ya wiki ya mwananchi kwa klabu ya Yanga ambayo wataanzia shamra zao Katoro mkoani Geita na baadaye watafanya mazoezi kwenye uwanja wa Bukombe kabla ya kurejea jijini Dar es Salaam kwenye kilele cha wiki ya mwananchi itakayofanyika Agosti 9 kwenye uwanja wa Uhuru. Salma Mrisho, Star TV, Geita. Na umbaradhi leo tutakuwa na habari za michezo za kimataifa. Mtazamaji, na hivi ndivyo inavyohitimisha taarifa habari kutoka hapa Star TV. Kwa niaba ya chumba cha habari, ndimi Abdullah Uthman. Kwa heri, ulale unono.